want you to again prepare yourself to rise up on your feet to make one more prayer to the Lord. Glory be to God. This is how we're going to pray. Father, I cancel every ordained and sealed accident over my life in the name of Jesus. When we talk about accident, some people think it's only road accident. You might be drawing water from your borehole na usahau kufunika kisima. Mtoto akitoka nje aingie ndani. That is an accident. Glory be to God. I want us to be up on our feet and pray. Father, I cancel and refuse every ordained accident over my life in the name of Jesus. It shall not happen in Jesus' precious name. Jump up on your feet with the Holy Ghost anger as you lift up your voice and make that prayer to the Lord. I cancel every accident ordained over my life in the name of Jesus. I refuse every type of accident that is ordained over my life in Jesus' precious name. Lift up your voice to the Lord. I refuse in the name of Jesus. Asesuka na mande osakaba. Aprelula suke zese bo sonde na mamande ba. Aprotototosu bo shandeba. I refuse every manner of fraud accident in the name of Jesus Christ. Every accident ordained over my life, it shall not happen in the name of Jesus. It shall not happen in the name of Jesus. It shall not take place in the name of Jesus. Every ordination of death over my life, it is not going to take place. I arrest it this morning. I pull it down. I render it powerless. I render it powerless. I render it powerless. I render it powerless. In the name of Jesus, I refuse every kind of accident or death in my life. It shall not take place in the name of Jesus. I decree this morning that by the power of the Holy Ghost, I shall live that I may proclaim the gospel. In the name of Jesus Christ, I refuse to die like a cockroach. I refuse to die like an insect. I shall rest like a king in the throne. I reject every kind of road accident, home accident, business accident that has been ordained against my life and shall not take place in the name of Jesus. This morning, Father, I take charge of authority. I nullify every accident. I saw every accident. I pull down every principality, authority, and power that has been assigned against my life, against my children, against my marriage, against my family, against the work of my hands. It shall not take place in the name of Jesus. I refuse in the name of Jesus. I refuse in the name of Jesus. I shall rest like a king. I shall rest like a king. Thank you, precious Father. Jesus, I give you praise, glory, and honor. In Jesus' precious name we have prayed. Because you have prayed, so shall it be in the name of Jesus. That will amen is as if you don't believe it. I said, because you have prayed, so shall it be in the name of Jesus Christ. Bible says, and Abraham rested at an old age, satisfied with years. You too shall be satisfied with years in the name of Jesus. People who are satisfied with years don't die of road accidents, don't die of any accidents. They rest in the Lord. You too shall rest in the Lord in the name of Jesus. At the right time, the Lord shall take you in Jesus' precious name. Every power of the enemy ordained and assigned to take you before God's time, today it is hereby nullified in the name of Jesus. Please, you may put your hands together for Jesus. And check around. If you can see any airport, you may land like a king. Landing with all the strength. The weather is good. Everything around and about you is good. You may comfortably settle in the presence of the Lord.
Praise be to Jesus. Now that you are standing up, you will interpret today. Take that microphone, please. Please, take that microphone and interpret. Now, please, appreciate him. As you appreciate him, you too shall be appreciated in the name of Jesus. You didn't interpret that. Last, in the same area of giving, Romans chapter number 12 and verse number 1. Katika hiyo tunafanya kupeana Warumi. Romans chapter 12 and verse number 1. Warumi 12 mstari wake ni wa kwanza. I want us to turn together to Romans chapter number 12 and verse number 1. Warumi 12 mstari wa kwanza. As we read the scripture together, down to verse number 2. Naposoma pamoja. If you are there, please confirm with a faithful hallelujah. If your neighbor doesn't have a Bible, tell your neighbor next Sunday come with yours. Therefore, I exalt you. Romans 12, verse number 1. Warumi 12 mstari wake wa kwanza. Therefore, I exalt you. Basi ndugu zangu na wasihi. Read the whole of verse number 1. Basi ndugu zangu na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kupendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. I've captured my teaching, sacrificial giving. Nimepata pale kwamba hivi kutoa kwa dhabihu. Pole hivyo tunaendelea. Therefore I exhort you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies as a sacrifice, alive, holy, and pleasing to God. Verse number 2. Which is your reasonable service. Mstari wake wa pili. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kupendeza na ukamilifu. Amen. Now my interest lies in part A. Therefore I exhort you, brothers and sisters, by the mercies of God. Pale penye sisitizo yangu iko ni pale, basi ndugu zangu na wasihi kwa huruma zake Mungu, present your bodies as a sacrifice. Itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Now in the area of giving, we are not only talking about the financial giving. Katika kutoa tuongelei tu masuala ya pesa. But before you bring your sacrificial giving, but unapoleta mwili wako kwa dhabihu iliyo hai, sacrificial giving, kwa dhabihu, before you bring your sacrificial giving, kabla ya kuleta dhabihu yako, make sure that your body itself is a sacrificial giving. Hakikisha kwamba mwili wako wenyewe ni dhabihu. How can one sacrifice his or her own flesh? Mtu anaweza toaje mwili wake kuwa dhabihu? By being righteous and living a righteous life. Kuwa mkamilifu na kuishi maisha yaliyo makamilifu. You may desire to please a pastor. Unaweza amua kupendeza mtu. Uende parking town, ushinde huko usiku, ukingoja watu, ukingoja wanaume as a lady, and bring your money to church and say, Pastor, this is my time. You may have managed to please the pastor. Unaweza mfurahisha pastor. But I'm telling you free of charge. Na waambia kwa bure kabisa. You are a mess within yourself. Wewe mwenyewe ni shida. The sacrificial financial giving you're bringing adds no value to your spiritual life. Ile dhabihu unaileta haina umuhimu wote katika maisha yako ya kiroho. And as a pastor, if you do that to me as a pastor, na unapolifanyia hivyo kama pastor, you are in trouble. Uko katika shida. Because no amount of money can buy my spirit. Hakuna kiwango chochote ya pesa ambayo inaweza kununua roho ya pastor. Give your body as a sacrifice. Peana mwili wako kama dhabihu. Offer yourself as a sacrifice. Jitoe mwenyewe kama dhabihu. So the first sacrifice is yourself. Dhabihu ya kwanza ni wewe mwenyewe. Hawa watu wanaendaji mikutano wanatuma sadaka. Ambia jirani yako, natumaishi wewe. Your body is the first sacrifice. Mwili wako ndio dhabihu ya kwanza.
Before you send in your finances, kabla ya kutuma matoleo yako, make sure that your body is in place. hakikisha kwamba mwili wako uko pale. That is the first reasonable sacrifice of worship that we can Ndio give. dhabihu ya kwanza ambayo unaweza tumia kumwabudu Mungu. It is not that money. Sio ile pesa. Give your body and your flesh as a sacrifice. Jitoe mwili wako kama dhabihu. Tell your neighbor, give your body as a sacrifice. Jitoe mwili wako kama dhabihu. There are things that money cannot do. Kuna vitu ambavyo pesa haziwezi zikafanya. Money cannot attend to a worship service. Pesa haiwezi kuja katika ibada ya kuabudu. That is why we need you as an individual. Ndio maana tunakuhitaji wewe As a sacrifice in that fellowship. kama dhabihu katika ile ibada. Once you have appeared, Wakati unapopatikana, then you can give as the Lord has blessed you. unaweza peana jinsi Mungu amekubariki. Sending your money to a fellowship and you are not there. Kutumana pesa yako kwenye ibada na uko pale. Ambia jirani yako, ibada si chama. Maana unatuma michango yako, wanatuma pesa. Sijawahi kuwa kwa chama, Mungu anisaidie siku moja nifike kwa chama. Labda naweza furahia matunda ya chama kama vile vile wanafurahia. Ibada si chama, mahali ambapo unatumanisha pesa yako na wanakuandikisha jina huko. Na wanaweka pale, wanasema ndugu Henry ametoa yake 1,000 ya wiki iko hapa. Kwa ibada tunakuhitaji wewe. You should come in person. Una lazima uje. You should appear in person. Lazima uonekane. Your flesh to be present. Mwili wako uonekane pale. There is nothing bad about you sending your money. Hakuna haja wewe kutuma pesa pale. There is nothing bad. Kuna kitu mbaya wewe kutuma pesa yako By you pale. sending your money there. Wewe kutuma pesa katika ibada. But it is all wrong Lakini ni makosa if you don't appear. kama utapatikana. In fact, it is an error. Ni makosa kabisa. It's a big mistake. Ni makosa makubwa. Tell your neighbor, repent. Ambie jirani yako atubu. If you have been sending money and you have not been attending to fellowship, Kama ulikuwa unatuma pesa na uko unapatikana katika ibada, may you repent in the name of Jesus. tubu katika jina la Yesu. What is it that my money cannot do for me? Ni nini ile ambayo pesa yangu haiwezi nifanyia? What is it that my giving cannot do for me? Ni nini ambayo kutoa kwangu haiwezi nifanyia? Number one, Cha kwanza, your giving cannot bribe God kutoa kwako haiwezi kuonga Mungu in order to change his mind. ili abadilishe mawazo yake. Your giving cannot change God's mind. Kutoa kwako hakutabadilisha mawazo ya Mungu. Your giving cannot bribe God Kutoa kwako hakuwezi kuonga Mungu so that he can change his mind. ili abadilishe mawazo yake. Deuteronomy chapter number 10 verse number 17. Kumbukumbu 10:17. This is what the Bible records. I'm reading from the Good News Translation. The Lord your God is supreme over all and over all powers. Over all gods and over all powers. Wait. Kwa maana Bwana Mungu wenu yeye ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana, Mungu mkuu mwenye kuogofya, asiyependelea nyuso za watu wala hakubali rushwa. Hallelujah. Amen. He does not accept bribe. Haezi kubali rushwa. So your giving cannot bribe God to change his mind. Kutoa kwako hakuwezi kubadilisha kuhonga Mungu ili abadilishe mawazo yake. You should put that in mind. So giving cannot bribe God to change his mind about you. Kutoa kwako hakuwezi kuhonga Mungu aweze kubadilisha mawazo yake juu yako. In fact, a human being is too poor to bribe God. Mwanadamu ni maskini sana kuhonga Mungu. Because he says gold and silver belongs to him. Fedha na dhahabu ni zake yeye. He's the owner of every good thing that you see. Yeye ndiye anatamalaki vitu zote ambazo ni vizuri. So the Lord your God is supreme over all gods and over all powers. Mungu ni mkuu juu ya miungu zote na nguvu zote. He is great and mighty and he is to be obeyed. Yeye ni mkubwa na inafaa abudiwe, aheshimiwe. He does not show partiality and he does not accept bribes. Mungu hawezi kubaliana na rushwa. So your giving
can never in any way drive God to cause him to change his mind about the decisions he wants to make. Kutoa kwako hakuwezi onga Mungu ili abadilishe mawazo aliyo nayo juu yako. If you are living in sin, what you need is to repent. Kama unadumu katika dhambi, unachohitaji ni kutubu. Your giving cannot take you away from sin. Kutoa kwako hakuwezi kuondoa katika dhambi. Your finances cannot take you away from sin. Fedha zako haziwezi kutoa katika dhambi. Your tithe cannot take you away from sin. Fungu la 10 haliwezi kuondoa katika dhambi. The only thing that can take you from sin is repentance. Kitu kimoja kinacho kutoa katika dhambi ni kutubu. Turn and repent. Tubu. So that God can take you and deliver you from sin. Ili Mungu aweze kutoa katika dhambi. Ephesians chapter number 2 verse number 8 to 9. Waefeso 2. It is not by our works. It is not by our strength. It is not by our understanding. Ephesians 2:8. Waefeso 2:8. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. We are saved by the grace of God. Tumeokolewa na neema ya Mungu. And even before we knew him, hata kabla ya kumjua, even before we heard of him, hata kabla ya kumsikia, he decided to send his only begotten son. Alimtoa mwanao wa pekee To die for us. Kufa kwa ajili yetu. And he didn't die for the born again. Hakufa kwa ajili ya wale ambao wameokolewa. He didn't die for the believers. Hakufa kwa ajili ya wale ambao wanaabudu. He died for non-believers. Alikufa kwa ajili ya ambao hawajaokoka. So that they can believe. Ili waamini. He died for sinners. Alikufa kwa ajili ya watenda dhambi. So that through the sacrifice of his son, kupitia kwa dhabihu ya mwanawe, they may be saved. Wabadilike na waokolewe. So your good money cannot save you. Pesa yako haiwezi kukuokoa. Your finances cannot deliver you. Pesa yako haiwezi kukurejesha. It is only that by the grace of God. Ni neema tu ya Mungu. Ili sisi tukaokolewa. Only by the grace of God. Ni neema ya Mungu. That we are delivered. Tumekombolewa. Only by the grace of God. Ni neema ya Mungu. That we are set free from every manner of captivity. Tumetolewa katika mitego yote ya mwovu shetani. May this grace of God save you in the mighty name of Jesus. Neema ya Mungu ikuokoe katika jina la Yesu Kristo. We can never and we will never be able to save ourselves by our own good character. Hatuwezi kuokoa na tabia zetu njema. It is by the good heart of God that we are delivered. Ni Mungu ambaye amefanya sisi tumekombolewa. It is by the good heart of God that we are saved. Ni moyo wa Mungu mzuri ndio amefanya kwamba sisi tumeokoka. Rich people have died with their money. Watu ambao wana pesa wamekufa na pesa zao. Poor people have died with their poverty. Maskini wamekufa na umaskini wao. But those who are saved, lakini wale ambao wameokoka, they have rested in Christ. Wamepumzika katika Yesu. And they have an opportunity to access heaven. Na wana ile uwezo wa kufika mbinguni. So don't misunderstand anyone. Usikose kuelewa mtu yeyote. When he speaks to you about a financial issue, akiongea na wewe juu ya shida za fedha. When we preach and talk about money issues, tunapohubiri hapa na tunaongea kuhusu maneno ya pesa. Yes, money is needed. Pesa inahitajika. Your giving is the key to your financial blessing. Kupeana kwako ndio ufunguo kwa kupata kwa fedha zako. But remember this one thing, you cannot give so that you access heaven. Hauwezi toa ili uweze kuona mbingu. Wacha nishike hapo nielewe vizuri. Hallelujah. Hata polisi akiwa na bunduki hawezi rusha risasi tu aingie mbinguni. Hata Osama bin Laden akikuja hapa na grenade ama na nuclear bomb ama atomic, hawezi lipua mbinguni aingie. Ndio. Njia ni hukumu. Hallelujah. Pesa haingii huko. Amen. Hata kama unapiga chini, hiyo ni ya kutisha bibi kwa nyuma, unamwambia haya. Haonekani. Lakini mbingu huwezi tisha ukaingia. Utaokoka. Hallelujah. Utaokoka. Ndio. Pesa haiwezi. Wenye pesa wameiwacha utaenda. So whether we eat or without it, when you are in Christ,
uwe na pesa ukose, you have everything. ukiwa ndani ya Yesu na kila kitu. Amen. So remember this, that it is only through salvation that you can access heaven. Ni kupitia tu wokovu wewe unaweza ona mbingu. And no one can sacrifice his flesh or his body unless he's born again. Na mtu hawezi kutoa dhabihu mwili wake kama hajaokoka. Because you will not understand the spiritual things if you are carnal. Utaelewa maneno ya kiroho iwapo hujaokoka. You can only be born again so that you can receive the Spirit of God, be spiritual and understand spiritual things. Lazima uokoke ndio uweze kuelewa maneno ya kiroho. Giving your body as a sacrifice is a spiritual thing. Kutoa mwili wako kama dhabihu ni maneno ya kiroho. That is why it's difficult for people who are sick carnal to understand what it means. Ni ngumu sana wale ambao hawajaokoka kuelewa kile ambacho tunamaanisha. Tukisema tufunge na tuombe, unasema mimi sina sababu ya kufunga na kuomba. Ni kwa sababu haujui. Uko tu ndani ya mwili. Wale wako kiroho wanajua. That is why they offer their bodies to sacrifice their bodies. Ni kwa sababu wanajitoa miili zao kwa dhabihu. Wacha nipige mwili, roho inuliwe. Sio kukula tu ugali asubuhi saa 7 na jioni. You give too much strength to your flesh. Unapeana nguvu nyingi kwa mwili wako. Ndio maana una matusi kila siku. Asubuhi bwana anatoka, unamwambia uende urudi vile umeenda tena. Akirudi jioni anaona chile mara wewe. Hata kama sasa peremende hiyo mwana sio rekota. Because you are in the flesh. Kwa sababu uko kimwili. Kwa mama semeni amen. But if you are spiritual, when he comes back, you say, oh Lord, thank you. At least he has come back alive. Kama uko kiroho, anaporudi utasema asante, amerudi akiwa mzima. Maana wengi wametoka na watarudi, wamepotelea huko nje. Hello? Wewe unafikiri bwana hata anatoka, hakuna wamama huko nje wanafuatananga naye. Kwanza kuna wale wanapigana mpaka na simu na message. Alikuwa kwa nyumba na kuonyesha. Nasema tu hivi nayo umemaliza. So if you are in the flesh, ukiwa kimwili, you keep insulting him. Unamtukana kila mara. Let me assure you this. A man whether born again or not, hakuna mwanaume anatakanga kuishi na bibi yake na tabia ya mama yake. Kuna mwanaume anataka kuoa mama yake. Hakuna mwanaume anataka kuoa dada yake mkubwa. Maana hawa watu wawili ndio wanaruhusa kugombanisha mama yake na dada yake mkubwa. Wana haki ya kumgombanisha. Amen. Any other person? Lazima tuelewane pole pole. So you must be spiritual. Lazima uwe kiroho. So that you can beat your flesh and live in the spirit life. Ili ushinde mwili wako na ukae katika maisha ya kiroho. I see you sacrificing your body in the name of Jesus. Naona mkitoa mwili wenu kwa dhabihu katika jina la Yesu. I see sacrificing your body in the name of Jesus. Naona mkitoa kwa dhabihu katika jina la Yesu. Your giving cannot favor you before God. Kutoa kwako hakuwezi kupea nafasi mbele ya Mungu. Let's read Psalms 49 verse number 7. Psalms 49 and verse number 7. Psalms 49 verse number 7. Certainly a man cannot rescue his brother. He cannot pay God an adequate ransom price. The ransom price for a human life is too high, and people go to their final destiny. Zaburi 49 mstari wake wa 7. Hakuna mtu awezaye kumkomboa ndugu yake wala kumupa Mungu fidia kwa ajili yake. Maana fidia ya nafsi zao ina gharama, wala hana budi kuiacha hata milele. So no one can rescue or save his brother by giving any amount of cash or any amount of gift to God. Hakuna ambaye anaweza kumwokoa ndugu yake kwa kupeana kiwango chochote cha pesa kwa Mungu. It is too expensive. Ni gharama ya juu sana. For any human being to afford. Kwa mwanadamu yeyote kufaulu. So what you need is to offer your body as a sacrifice. Kile unahitaji tu ni kutoa mwili wako kuwa dhabihu. The first sacrifice you can give to God is your flesh. Dhabihu ya kwanza ni mwili wako. God gave Jesus. Mungu alimtoa Yesu. He gave a soul to us. Akatupea Yesu a soul. Nafsi. A soul was given on your behalf. Nafsi ilitolewa kwa sababu yako. The only equivalent thing that you can give to that soul is by giving your soul.
Kila ambacho ninatoa kulingana na ile nafsi ni kutoa nafsi yako. I see you giving yourself to Christ in the name of Jesus. Kutoa nafsi yako katika jina la Yesu. As we close, Acts chapter 8 verse number 18. Matendo 8:18. Acts chapter number 8 verse number 18. Matendo 8:18. I'll wait for all of us to be there so that we can read together. Acts chapter number 8 verse number 18. Matendo 8:18. Now Simon, when he saw that the Spirit was given to the laying on of hands of the apostles, offered them money. It was number 18. Hata Simoni alipoona ya kuwa watu wanapewa Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono ya mitume, akataka kuwapa fedha akisema, give me this power too, so that everyone I place my hands on may receive the Holy Spirit. Nipeni na mimi uwezo huu ili kila mtu nitakayemwekea mikono yangu apokee Roho Mtakatifu. But Peter said to him, may your silver perish with you, because you thought you could acquire those gifts with money. Lakini Petro akamwambia, fedha yako na ipotelee mbali pamoja nawe, kwa kuwa umedhania ya kuwa karama ya Mungu yapatikana kwa mali. You have no share or part in this matter, because your heart is not right before God. Huna fungu wala huna sehemu katika jambo hili, kwa kuwa moyo wako si mnyofu mbele za Mungu. Verse number 22. Therefore repent of this wickedness of yours, and pray to the Lord that he may perhaps forgive you for the intent of your heart. Basi tubia uovu wako huu, ukamwombe Mungu ili kama yamkini usamehewe fikira hii ya moyo wako. The apostles discovered that in Samaria people had received Jesus, the gospel. The apostles discovered that in Samaria, mitume walitambua kwamba kule Samaria people have received the gospel. Watu wamepokea injili. I'm not preaching, moving slowly with you so that we need to get there. They decided to send Peter and John. Waliamua kumtuma Petro na Yohana to go there so that they can continue to spread the gospel. Wenda pale ili waweze kueneza injili. And as they were preaching the gospel, walipokuwa wanahubiri injili, they were laying their hands on people. Walikuwa wanawekea mikono watu. And people were receiving the Holy Ghost. Watu walikuwa wanapokea Roho Mtakatifu. Speaking in tongues. Wakaanza kuongea kwenye ndimi. There was one sorcerer. Kulikuwa na mchawi mmoja called Simon. Aliitwa Simon, who had deceived people with his power. Alikuwa amewadanganya watu na nguvu zake. So people saw him do miracles and they thought he's a man of God. Watu walimuona akitenda miujiza wakafikiria ni mtu wa Mungu. This time round when he attended to a meeting where Peter and John were preaching, alipokuwa pale ambapo Petro na Yohana walikuwa wanahubiri, he saw the power of God coming down upon the people. Aliona nguvu za Mungu zikishukia watu pale. He admired to have that kind of power also upon him. Tamani zile nguvu. So he decided to give Peter and John money. Aliamua kupea Petro na Yohana pesa. Please let me also have this kind of spirit. Tafadhali msaidie pia mimi nipate hii roho. Let me have this kind of power also. Pia mimi nipate hizi nguvu. So that whoever I lay my hands on may speak in tongues. Ili yule ambaye anawekea mkono wangu anaongea katika ndimi. Yes. Uliza jirani yako, ungekuwa Peter ungesema namna gani? Ungesema kweli si vizuri kuja katika nyumba ya Bwana mikono tupu. Yeah. Haleluya. Hallelujah. Yes. Beta. Vipawa vya Mungu viko. Hallelujah. Peter said, Petro alisema, may you perish with your money. potelea mbali na pesa yako. Amen. Yaani wewe na pesa yako muangamie kuzimu. Amen. Hallelujah. Maana vipawa vya Mungu havinunuliwi na pesa. Hallelujah. Vipawa vya Mungu vinapokelewa na watu ambao wana sehemu na Mungu. You cannot receive the Spirit of God by giving us money, because you have no part in the things of God. Until you are born again, you will not receive the Holy Ghost. Hallelujah. So those things cannot be bought by money.
When you give, don't think you are giving to get anything, you are giving to buy. It is not wrong to give with an expectation. Give expectantly. But if the only thing you are doing is to give expectantly, wewe na mtu anacheza loto hakuna tofauti. Maana yake anakuwa na matarajio, anarusha 20, anatarajia 100. Hallelujah. So ukikuja katika ibada with your offering, every time you come, Bwana nimekuja natarajia nikitoa hii 50 nipate 200. Ambia jirani yangu Mungu si loto. Mungu si loto. Yes. Mungu si sport pesa. Hallelujah. Ile unaweka 59 ama inakuwa ngapi? Tunaona wanajua. Wale wanacheza wanajua. May God deliver you from it in the name of Jesus. I say may God deliver you from it in the name of Jesus. There can be regrets in lotto and sport pesa. There can never be regrets in the Lord. So Petro akamwambia vitu za Mungu hazinunuliwi kwa pesa. Hazipatikani kwa sababu wewe ni tajiri. Zinapatikana kiwapo na sehemu pamoja nasi katika mambo ya Mungu. So don't sit down and think, unajua mimi natoanga sadaka ya 200, mimi natoa sadaka ya 1000. Sasa hata mbinguni nitaingia hapo. Takonga ukuta. Taionea mbali. Kwa hapo unaona wanakuambia hapo ndio mbinguni. Vile Musa alikuwa mapali Mount Sinai akamwambia ni pale tunafaa kuingia. Lakini wewe tunashika wapi? Hapa mlimani. Utaiona iko ndio hiyo. Sawingi. Kwa sababu gani? Uko na pesa unafikiri unaweza ingia mbinguni na pesa. Pesa haingizwi watu mbinguni. So your giving cannot buy you a ticket ya kuingia mbinguni. Kwa kununulia tikiti ya ndege uende Amerika, uende Dubai, uende popote unataka kwenda. Lakini kama ni mbinguni, hakuna pesa ya kulipa tikiti uingie mbinguni. When you give, remember that you should give yourself first. Before you begin thinking of your pocket. I'm talking to someone this morning. Why don't you rise up on your feet and pray in this manner? Father, let me have part in your kingdom in the name of Jesus. Let me have part in your kingdom in the precious name of Jesus Christ. Open your mouth as you lift up your voice and pray. Father, let me have part in the things of the kingdom in the name of Jesus. Niwe na sehemu katika ufalme wako katika jina la Yesu Kristo. Niwe na sehemu katika ufalme wako Bwana asubuhi ya leo. Niwe na sehemu katika ufalme wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana. In Jesus incorruptible name we have prayed. Father, thank you because of your word. Each and everyone shall give him or herself sacrificially in the name of Jesus. Because this is the reasonable sacrifice of worship the Lord you acknowledge. I pray the Lord, each and everyone in the circumference of my voice shall live a righteous life in the name of Jesus. They shall live a righteous life each and every day in the precious name of Jesus Christ. They shall give their bodies as sacrifices in the kingdom in Jesus' mighty name. Thank you, mighty Father. In Jesus' name we have prayed. Please, you may comfortably resume your seats.